Kwenye biashara, mteja ni msingi wa mafanikio. Ukiwa na bidhaa nzuri bila kuwa na huduma nzuri, haitakusaidia. Mteja huwa anafanya maamuzi ya kununua kutokana na jinsi anavyopokelewa na namna anavyohudumiwa. Hata kama bidhaa zako zina bei kubwa kuliko washindani wako, kama unatoa huduma nzuri kwa wateja, inaweza kumfanya mteja anunue kwako. Mfanyabiashara mwenye hekima anatambua huduma nzuri kwa kila mteja ni fursa ya kujenga uhusiano wa muda mrefu. Mteja akiridhika atarudi tena na kuleta wateja wengine. Siri ya kuongeza mauzo sio kupunguza bei kila wakati, ni kujenga mawasiliano mazuri kwa kila mteja. Njia ya kwanza, mpe huduma nzuri. Huduma nzuri ni kitu cha kwanza kinachomfanya mteja ajisikie anathaminiwa. Mkaribishe kwa tabasamu, msalimie kwa heshima na umuonyeshe unafurahia uwepo wake. Hata kama atashindwa kununua, lakini ataondoka akiwa na mtazamo mzuri kuhusu biashara yako. Huduma nzuri ni kuwa tayari kumsaidia mteja bila kumbagua kulingana na uwezo na muonekano wake. Mteja anayenunua bidhaa ya bei ndogo anastahili kuhudumiwa kwa heshima sawasawa na mteja anayenunua bidhaa ya gharama kubwa. Usimuonyeshe mteja dharau kwa kuangalia mavazi yake au uwezo wake wa kifedha. Hakikisha unamhudumia kwa haraka bila kumcheleweshea huduma pasina kuwa na sababu za msingi. Wateja wengi wanapenda kununua bidhaa kwenye sehemu zinazoheshimu na kujali muda wa mteja. Huduma inavyokuwa nzuri, uwezekano wa mteja kununua na kurudi tena unazidi kuongezeka. Njia ya pili, ongea na mteja vizuri na kwa heshima. Lugha nzuri ni silaha ya mafanikio kwenye biashara. Tumia maneno ya heshima, sauti ya upole na epuka kujibizana kwa hasira na mteja. Wakati mwingine mteja anahitaji mtu wa kumsikiliza na kumwelewa. Maneno mazuri yanajenga imani. Mteja anapohisi anaheshimiwa, anakuwa tayari kuuliza maswali na kufanya uamuzi wa kununua bidhaa. Lakini akionyeshwa dharau, anaweza kuondoka bila kununua kitu chochote. Mteja anaweza kusahau bei ya bidhaa aliyonunua, lakini hata sahau jinsi ulivyomfanya ajisikie kuthaminiwa na kuheshimiwa kulingana na huduma nzuri uliyompa. Zungumza kwa upole, tumia lugha ya staha na kumshukuru kila mteja baada ya kumhudumia. Njia ya tatu, msikilize mteja. Usikimbilie kuzungumza moja kwa moja bidhaa na huduma unayotoa kabla hujajua mahitaji ya mteja. Mpe mteja nafasi aeleze kitu anachokitafuta kulingana na bajeti yake na changamoto anayokutana nayo. Ukimsikiliza mteja kwa makini, itakusaidia kumpatia bidhaa inayomfaa. Wafanyabiashara wengi wanafanya makosa kwa kulazimisha kuuza bidhaa wanayotaka wao badala ya kuuza bidhaa anayohitaji mteja kulingana na uhitaji na changamoto alionayo. Ukifanya hivi, utafanya mteja ahisi hana umuhimu na anaweza kuondoka bila kununua. Unapomsikiliza mteja vizuri, unajenga uaminifu. Mteja anaona lengo lako sio tu kuuza bidhaa na kupata faida, anaona unamsaidia kupata suluhisho sahihi. Njia ya nne, mpunguzie bei kwa bei yenye faida. Kutoa punguzo ni njia nzuri ya kuvutia wateja. Usipunguze bei kiasi ambacho kitaharibu faida ya biashara yako. Mfanyabiashara mwenye mafanikio anajua wakati wa kutoa punguzo na wakati wa kuuza kwa bei ya kawaida. Lengo ni kumfurahisha mteja na kuendelea kukuza biashara yako. Njia ya tano, mpe mteja ushauri wa bidhaa. Mteja sio lazima ajue kila kitu kuhusu bidhaa unazouza. Chukua muda na kumwelezea tofauti za bidhaa, ubora wake na matumizi yake. Ushauri mzuri utamsaidia kufanya maamuzi sahihi. Usimshawishi mteja kununua bidhaa ya gharama kubwa kama unajua haitamfaa wala haitamsaidia kitu chochote kulingana na uhitaji na changamoto alionayo. Unavyotoa elimu kuhusu bidhaa zako, unamfanya mteja akuone una uzoefu na hiyo biashara. Njia ya sita, endelea kumpa ushauri baada ya kununua. Huduma haipaswi kuisha baada ya mteja kukulipa. Mwelekeze jinsi ya kutumia bidhaa vizuri, namna ya kuitunza na nini afanye endapo atapata changamoto. Huduma baada ya mauzo ni siri ya kujenga biashara inayodumu kwa miaka mingi. Uhusiano mzuri na mteja ni mtaji mkubwa kuliko faida ya siku moja. Njia ya saba, mpe ofa za misimu. Ofa za misimu unaweza kuziweka kwenye nyakati maalum kama siku za sikukuu, mwanzo wa mwaka au mwisho wa mwaka. Tangaza ofa zako mapema kupitia mitandao ya kijamii, ujumbe wa simu au mabango. Wateja wakijua kuna ofa maalum, wengi huwa wananunua kabla ya muda wa ofa haujaisha. Hakikisha ofa zako ni za kweli na zinawanufaisha wateja pamoja na biashara yako. Ofa nzuri huwa inaongeza mauzo, inajenga uaminifu na kuwafanya wateja waendelee kuichagua biashara yako. Biashara yenye mafanikio inajengwa kwa kuwathamini wateja. Ukitoa huduma nzuri, ukizungumza kwa heshima, ukiwasikiliza wateja na ukawapa ofa za misimu, utaongeza mauzo na wateja wa kudumu.
kudumu. Lengo sio kumlazimisha mteja anunue. Lengo ni kumjengea mazingira mazuri yanayomfanya aamue kununua kwa hiari na kurudi tena.